Umeona maneno aliyosema hapo Sheikh Bago juu? Umeona kwamba sasa hivi ulimwengu unataka watoto wote, yani wanaume wote wawe wanawake na wanawake wawe wanaume. Uongo. Narudia, ulimwengu wa sasa unataka jibaba kama mimi niwe nasalimia asalamu alaykum. Ndio natoa mawaidha, nimesimama hapa, qala Allahu ta'ala mie. Sasa niwaambieni, mimi wa kunitongoza mpaka akanibadilisha nikawa vile hayupo, ataanzaje? Lakini mipango yake hawa Mungu awakinge, semeni amin. Mungu awahifadhi, semeni amin. Mungu awalinde, semeni amin. Lakini si amini tu, amini yenye mipango, amin yenye kujifunga na kushirikiana. Kuna mtu mmoja katika wasiojielewa, nivumilie, ninasema hivyo, wasiojielewa hivyo. Ukimwambia madhehebu ya Imamu Shafi au Imamu Maliki au Imamu Abu Hanifa au Imamu Ahmad, ndio mwisho wao, Imamu Abu Maliki, Abu Hanifa, Shafi, Ahmad, sawa, wanakwambia sisi tunataka kitabu na sunna. Alokuambia wanatumia Biblia na sunna nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie ibada yetu hii ya leo ni katika zile ibada ambazo zitatusaidia kutuongezea uzito katika ule mfuko wetu wa mambo ya kheri. Tuseme ni amin. Iwe ni shahidi mwema kwamba sisi ni katika watu wema. Ustadhi Mursalina ametaka nisimame na kuongezea kwamba watu wana hamu na mimi, ndio na mimi pia nina hamu nao. Hatujaonana siku nyingi, na hiyo ni kutokana na wingi wa majukumu. Kwa hiyo alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tuko salama, tuko vyema, na kama nilivyosema, tunamshukuru kwa sababu bado anatuwezesha kuyafanya yale ambayo yeye yanamridhi, lakini pia yanarudisha kheri upande wetu. Mwenyezi Mungu atuthibitishie kheri zetu. Ya kusema kwanza, nimshukuru Mola ametuingiza katika mwaka huu wa 1448 na leo tarehe ngapi? Leo tarehe 17. Leo tarehe 17 ya mwezi wa kwanza 1448. Hii tarehe wengi tunaisahau, lakini tarehe muhimu na inatakiwa tuihifadhi, kwa sababu ndiyo inayotupeleka katika matukio yetu ya kiibada: Ramadhani, Idi, sawa, hija, zaka kwa wale wanaotakiwa kutoa zaka, lakini hata eda, ima ile eda ya kuachwa au eda ya kifo, hesabu ni tarehe hizi. Lakini pia hata hedhi kwa wakina mama, hesabu ni tarehe hizi. Sikia hiyo miezi mitatu, miezi minne, miezi mingapi? Ni mwaka hijiria unaoanza na Muharram,
kisha Safar na kuendelea. Mwenyezi Mungu atufikishe kujua vyetu Kwa Mwenyezi Mungu ametuingiza katika mwaka huu baada ya mwaka 1447. Mungu atukubalie mwaka ule na huu mpya. Mwenyezi Mungu atuwepesishe kumwabudu. Semeni amin. Na alhamdulillah, tumesikia Imamu ametuelezea namna zama hizi zilivyo, utwevu wake na mabadiliko yake, na mifano mingi ametupa. Ndugu zangu, niwaambie hili si la bahati mbaya na haliwezi kukwepeka. Hatuwezi kulikwepa kwa sababu ndio hali ya dunia. Nakumbuka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayh, Imam Bukhari ameipokea na Imam Muslim pia ameipokea, anasema la yati alaikum zamanun, au katika riwaya nyingine amun illa wa ma ba'dahu sharrun minhu. Hadithi ndefu kidogo, lakini mimi napenda hapo kwamba hauji mwaka isipokuwa mwaka utakaofuata, au haiji siku isipokuwa siku ijayo itakuwa ni siku mbaya zaidi kuliko iliyopita. Tumeelewana hivyo Haya maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anazitabiri hizi siku, anasema kilivyo, kila sekunde inayokuja mbele inakuwa ni mbaya zaidi kuliko ile sekunde iliyopita nyuma. Wanachuoni wameitizama sana hadithi. Imam Ibn Hajar al-Asqalani ambaye ni mwenye kusherehesha kitabu cha Imam Muslim aliwahi kusema hadithi hiyo kwamba maana yake ni kunyongeka dini. Dini itakuwa nyonge kadiri sekunde zinavyokwenda mbele, basi na dini inaondoka, inaingia katika unyonge. Sababu yake nini? Sababu yake ni kupungua elimu ya sawasawa, kwa sababu ya vifo vya wanachuoni wa kweli na watu kutojishughulisha na elimu. Amesema maneno haya kwamba hakuna sekunde inayokuja mbele isipokuwa sekunde kama ile dini itazidi kunyong'onyea. Kunyong'onyea kunakosababishwa na kupungua elimu ya sawasawa kwa sababu ya kufa au kutojishughulisha watu na elimu. Muhammad, ndio maana yake la yati zamanun au amun illa wa ma ba'dahu sharrun. Haiji siku ya mbele isipokuwa hiyo ya mbele yake huko itakuwa mbaya zaidi kuliko ile ya nyuma. Kwa mfano, leo tarehe ngapi kizungu? Tarehe 3 leo tarehe 3 leo tarehe 3. Leo tarehe 3, basi leo mbaya zaidi kuliko tarehe 2 jana, kwa maneno ya Mtume Muhammad. Yaani usije ukafikiria kwamba kesho mambo yatakuwa mazuri. Kesho ndo mabaya zaidi kuliko leo. Haba jana, kesho kutwa ndio kabisa mtondogoo, ndio kabisa kabisa, iliyofuata ndio mbaya.
Kwa nini? Kwa sababu kadiri muda unavyokwenda mbele, dini inakuwa nyonge, kwa sababu wanachuoni wanakufa na elimu inapungua. Tumswalie Mtume Muhammad. Nimeeleweka vizuri ndugu zangu? Mmenielewa? Sisemi maneno yangu ya kidarueshi, ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ameanza nayo mbali huko, amesema khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Bora ya karne ni ile karne miaka 100 Mtume anasema ninayoishi mimi. Baada ya miaka 100 hii, miaka 100 inayofuata, baada ya miaka 100 inayofuata, basi baada ya hapo tena huko tena ndio hapa kati. Mswalie Mtume Muhammad, tena mswalie Mtume Muhammad. Si mmenielewa vizuri? Bora ya karne ni ile karne yangu, kisha inayofuata kwa ubora miaka 100 inayokuja, kisha inayofuata inayokuja tena. Karne ngapi? Karne 3 tu. Mtume akasema karne 3 yake, ya maswahaba na ya tabi'in, karne 3. Baada ya hapo ni vurugu mechi. Sasa huu mwaka wangapi? 1448, miaka 300 ya juu tu. Yaani katika 1448 toa 300 inabaki mingapi? 1440, 1445 yote vurugu, na sisi huko ndo tuko mwisho huko. Juzi nilimwambia mtu mmoja asiyejielewa, kuna watu wasiojielewa na wengi, nadhani wengine Mungu akiwajalia kama mko humu, kuanzia sasa hivi jieleweni. Kuna mtu ukimtajia Imam Shafi, kuna mtu ukimtajia Imam Ahmadi, kuna mtu ukimtajia Imam Abu Hanifa, kuna mtu ukimtajia Imam Malik, anakwambia ndio nini? Ndio nini gani? Hawa mwenzio wamekuja katika hizi karne 3 bora wote hapa. Kuna mtu mmoja katika wasiojielewa, nivumilie ninasema hivyo hivyo, wasiojielewa hivyo hivyo, ukimwambia madhehebu ya Imam Shafi au Imam Maliki au Imam Abu Hanifa au Imam Ahmad, ndio mwisho wao. Imam Abu Maliki, Abu Hanifa, Shafi, Ahmad, sawa sawa. Wanakwambia sisi tunataka kitabu na sunna. Alokuambia wanatumia Biblia na sunna nani? Wewe nani anatumia Biblia na sunna? Yupo? Tunatumia kitabu na sunna kwa mafuhumu na uelewa wa hawa waliokuja katika hizi karne bora alizozisema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio hivyo mwanangu, kama mwelewi, hawana chao hawana, lakini wameelewa Qur'ani hawa na sunna hawa. Sisi tulokuja huku karne hizi kanini nani, ambayo akili yetu ndio hii ya sasa ya mitandao, tubebe mafuhumu yao tuendie katika maisha yetu. Ndo maana yake mzee, kama ujui, hawana dini yao, lakini hawa waliishi katika zama hizo bora za miaka 300, wakaelewa, wakaona wasije kufa kabla hawajatuhifadhia mafuhumu ya kweli,
wakayaweka katika makaratasi, sisi ndo tumeyakuta. Kama wewe ukitaka kufa ukaandika vitu ukamwachia mwanao, ndio maana yake, sio kingine. Sasa watu wasiojielewa, ukimtaja Imam Shafi, namtaka mtume. Wewe ulimuona mtume? Wapi ulimuona mtume? Nataka Qurani. Wewe ulisikia wakati inafasiriwa Qurani? Hawa walikuwa karibu na zama zile, Imam Abu Hanifa, Imam Maliki, Imam Shafi, Imam Ahmad Hanbal, wanne hawa na wengine. Mswalieni basi Mtume Muhammad. Kwa nini? Kwa sababu hawa walikuwamo katika zile zama. Mtume amesema bora ya karne ni yangu, kisha inayofuata, kisha inayofuata. Manake mafuhumu mema bora ya kheri ya sawasawa ni yale mafuhumu ya Qur'ani na Sunna yaliyopatikana katika zama hizo za miaka 300. Nafikiri nitakuwa nimepunguza kundi la wasiojielewa kwa maneno haya, nitakuwa nimepunguza kidogo, naenda taratibu Sasa hizi zama zetu hizi za huku hizi ndio hizo. Bwana mmoja anasema kulibat mafahimul hayati wa budilat wa taghayyarat fi asrina al-ashya'u fasidqu jahlun wal wafa'u sadhaja wal makru aqlun wal khida'u zaka'u law kana yantiqu dha zamani laqala lana antum alayya musibatun wa bala'u. Msalim Mtume Muhammad. Anasema kulibat mafahimul hayati wa budilat, yamegeuzwa mafuhumu ya maisha na yamebadilishwa. Yani maisha yamebadilishwa, uelewa wa maisha na mafuhumu ya nini maisha na nini vitu vimebadilishwa majina. Ndio akasema fasidqu jahlu, leo ukweli ndio ujinga, walwafau na uaminifu sadhaja ndio upumbavu, sawa. Walmakru na vitimbu yakulu ndio akili, walkhidau na hadaa zakau ndo akili, ndo uelewa. Akasema lau kana yantiku dha zamani, lau hizi zama zingekuwa zinatuzungumzisha sisi, laqala lana, zingetuambia antum alayya musibatun wa balau, nyinyi ni msiba na ni balaa zito nyewe. Mswali Mtume Muhammad. Umeeleweka? Ndio zama tunazoishi sasa. Uongo yani ndio ukweli, ukweli ndio uongo. Ukiwa mtu mwaminifu sana, umeajiriwa kufanya kazi hivi, kwa mfano, bwana mimi nakuajiri duka langu hili, hebu nifanyie mambo kidogo tupate kitu, wewe upate mshahara na mimi nipate msingi tuendelee. Afu akafanya kazi miezi 3 kabla hajajenga nyumba, na wewe mjinga kweli kweli, miezi 3 kwapo huna hata nyumba. Si inaeleweka? Yaani sasa hivi hata ukiwa imamu kama hivi unaswalisha hivi imamu hapa, kisha ikapita miaka 5 hujajenga, imamu gani, huna hata nyumba. Yaani imamu unafundishwa wizi. Inaeleka? Ndio zama za sasa. Huyu mursalina, imamu huyu mshahara wake 60,000 ndani ya miezi 6 ana nyumba Mbezi. Huyu kala sadaka huyu. Mfano Mtume Muhammad. Kwa hiyo jamanini, zama zetu ndo hizo, zama za mabadiliko.
Siku moja baba yangu Mungu amrahamu aliwahi kuniambia, Walidi, nyie katika zama zenu mmetushinda kwa starehe, mmetushinda kwa, lakini sisi tuliwashinda kwa raha. Mungu amrahamu mzee Alhadi Omar Kawambwa Pongwa, kazikwa hapa, tumemzika mwenye mkuu, na mmisi sana. Ilikuwa kila sekunde ananipa vitu vipya, yani update. Akaniambia, Walidi, nyie watu wa zama za sasa mmetushinda kwa starehe, starehe zenu nyingi, lakini sisi tuliwashinda kwa raha. Si mnaelewa? Wenzetu walikuwa na starehe, sisi tuna starehe, wao walikuwa nani? Na raha. Nani kaelewa hapo? Hamjaelewa chochote? Haya, lete simu nikuonyeshe. Jamani, hii simu starehe sio starehe? Starehe sio starehe, lakini ina raha hii. Kuna watu nyumbani hawaingii nayo hii. Kuna rafiki yangu mmoja ana simu hizi mbili, kuna moja inabaki kwenye gari, akifika nyumbani anafungua buti bwa, alafu anatoka nyingine, alafu anaiacha juu ya meza, anaifanya ana mpango nayo. Huyu jamaa ana raha, huyu na simu yake ana raha na simu yake. Mungu amrahamu mzee Alhadi, semeni amin. Mimi niko pale ofisini, kesi nyingi sasa hivi za majumba ni simu. Yaani simu ina password 800, ina ya namba, ina ya pattern. Sasa hiyo ya pattern hiyo kila sekunde anabadilisha, maki mpaka mwingine mwenyewe anasahau. Ina password ya macho, ya dole gumba, ya upepo. Simu yako mwenyewe inakosa starehe. Huo mfano tu. Babangu ndo akanambia, zama zenu Walidi, starehe tu, hamnazo starehe za kutosha, lakini hamna raha nazo. Uongo uongo. Wewe tazama sasa hivi wenye starehe ya mpira wanalala na World Cup hii wanalala. Starehe ile, lakini hata hii ligi ile kuisha juzi hapa kwetu ina raha hii. Yeye unaona kabisa hii mechi leo mimi itakavyokuwa nafungwa, mipira imejaa dhulma, imejaa kamari, imejaa vya kujaa uongo. Ndio bwana anasema kulibat mafahimu lhayati wa buddilat wa taghayyat fi asrina al-ashya'u fasidqu jahlun walwafa'u sadada walmakru aqlun walkhida'u zaka'u law kana yantiqu dha zamani laqalaha antum alayya musibatun wa bala'u. Kwa hiyo narudi pale sasa, pale kwa Mtume Muhammad aliposema kadiri siku zinavyokwenda mbele, zinavyokwenda mbele zinakuwa mbaya zaidi kuliko jana. Unajua maana yake nini? Wewe usibabaike na umbele, wewe kila zikienda mbele wewe rudi nyuma. Usione vibaya na aibu kuitwa mshamba, kuitwa mtu wa kizamani katika mambo, kwa sababu huku nyuma huku ndiyo kwenye uhakika. Huko mbele waache waende tu watu maendeleo, wewe waache na maendeleo, kwa sababu maendeleo kuna namna nyingi. Kuna maendeleo ya kukua na maendeleo ya mipango na maendeleo development, growth, waende tu. Lakini wewe katika matumizi ya maendeleo rudi katika mafuhumu ya watu wa kale, rudi katika rudi. Imam Malik anasema lan tufliha hadhihi al-ummatu
illa bima saluhat bihi awailuha, umma huu wa sasa hauwezi ukafanikiwa isipokuwa kwa kupita yale yale yaliyopitwa na watu wa mwanzo. Wale Mungu amewaita as-sabiquna al-awwaluna, amewataja katika suratu Waqi'a. Sawa, idha waqa'at al-waqi'a laysa al-waqatiha kadhiba khafidatu rafi'a idha rujat al-ardu raja wa busat al-jibalu basa fakanat habaa munbatha wa kuntum azwajan thalatha wa kuntum, mpaka unafika mbele utakuta as-sabiquna 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 humul awwalun. Rudi katika maelezo ya huko nyuma, watu walipitaje? Tumeelewana vizuri eh? Sasa sisi hapa mnaondoka na nini? Naondokeni na haya ninayoyasema. Tunatakiwa sasa kwanza tuwe na subira ya kutosha, asabru. Sasa sisi tunaoyajua haya tusubiri, kwa sababu tutaenda kuona mambo mengi, kama Mtume anasema fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, mtu atakayepata kuishi katika nyinyi ataona tofauti nyingi tu za mambo ukilingania na huko nyuma tulipotoka, ataonana tofauti nyingi. Alaikum bisam'i wa ta'a, subirini kwa kusikiliza na kutii. Kwa hiyo tusubiri. Lakini cha pili, tuwe na istiqama ambayo itakayotupeleka sasa kutafuta hakika ya mambo kama yalivyokuwa huko nyuma. Mimi nawaambia watu wote, mimi ni mwalimu mpaka leo, mimi bado ni mwalimu wa madrasa zile zile zenye mipango ya kizamani. Niletee watoto wako, na nawaambia Mungu Allahumma fashhad, nawaambia nimekaa kwa mashaka zangu umri unaofika labda miaka 26, nasoma tu miaka 26 ile, kweli sina cha kumpa mwanao. Njoo mwana, njoo. Yaani kweli mtoto kama huyu mimi atanishinda huyu? Njoo nileteeni hawa. Kaa huko nipige picha vizuri wewe na kofia zao nyeusi. Umeona maneno aliyosema hapo Sheikh Bago juu? Umeona kwamba sasa hivi ulimwengu unataka watoto wote, yani wanaume wote wawe wanawake na wanawake wawe wanaume. Uongo. Narudia, ulimwengu wa sasa unataka jibaba kama mimi niwe nasalimia salamu alaikum, ndio natoa mawaidha, nimesimama hapa qala Allahu ta'ala mie. Sasa niwaambieni, mimi wa kunitongoza mpaka akanibadilisha nikawa vile hayupo, ataanzaje? Lakini mipango yake hawa Mungu awakinge, semeni amin. Mungu awahifadhi, semeni amin. Mungu awalinde, semeni amin. Lakini si amini tu, amini yenye mipango, amin yenye kujifunga na kushirikiana, ili wasiharibike hapa, na mipango yake kuwaleta kwa watu wa kweli wanaoyajua haya, wakawafundisha Al-Qur'an wal hadith, hawa wakawafundisha namna gani watu waliopita na ubaya wa jambo hilo. Nendeni wanangu, sijui wajukuu zangu, sio vitu vya kucheka tu na kuona kwamba leo yule bwana kasema, nasema ndio, lakini tukayafanyie kazi. Wazee wenzangu, mimi wakunitongoza watu wampata, maanake kama siwezi chochote hata ngumi nampiga, namburuza, nampiga sana, urefu huu ananiweza, tutapambana. Lakini hawa na dunia hii ilivyo, dunia ambayo imetangulizwa mbele pesa kuliko kitu chochote, dunia ya vitu. Kuna dunia na dunia ya vitu. Leo dunia ni vitu, yaani leo ukisikia huyu kafanikiwa manake ana vitu. Ala, nani alokuambia kufanikiwa ni vitu?
sio vitu. Eti nyumba, gari, mashamba, saa, simu, koti ndio mafanikio. Vitu, mafanikio sio vitu. Jamaa kafanikiwa mambo yake mazuri, kisa ana vitu. Mungu anasema kuna watu waliwapa kila walichokitaka, tuliwapa kula ma aradu, kila walichokitaka, lakini mwisho wao ulikuwa mbaya. Kwa mafanikio sio vitu jamani. Watu sasa hivi wametugeuza tuone eti mafanikio ni vitu, na vile vitu vinatangulizwa mbele, ndio mtu anaacha utu wake kwa sababu ya vitu. Ndio Bwana katuambia, kaleta ubeti wa Sharif Jamalulail, anasema nusammi al-asra asra an-nuri walakin bada nuqsanuhu fi izdiyadihi fafihi bikathrati makhtarauhu sarat uqulu nnasi takhdha'u liljamadi. Nusammi al-asra asra an-nuri walakin bada nuqsanuhu fi izdiyadihi fafihi bikathrati makhtarauhu sara uqulu nnasi takhdha'u liljamadi. Sasa tunaziona hizi zama ni zama za maendeleo, zama za nuru, zama za sayansi na teknolojia, lakini hizi ndio zama za kipumbavu zaidi. Sasa huo ndio ukweli hizi, kwa sababu Mtume kasema kadiri zama zinakwenda mbele zinakuja zama za kipumbavu, ndio hizi. Sasa fafihi bikathrati makhtarau, ndani ya zama hizi kwa sababu ya wingi wa vitu wingi wa simu, kompyuta, kamera, treni za umeme, ndege za mwendo kasi. Sasa hivi mimi nakwenda Morogoro nasomesha na ninarudi siku hiyo hiyo moja. Ndani ya wiki tatu mimi nimesafiri cross country, wiki tatu hizi nimekwenda Katoro mpaka Karagwe, nikarudi Dar es Salaam, nikaenda Mbeya mpaka Songwe, nikarudi Dar es Salaam, nikaenda Lindi, Mtwara, nikarudi Dar es Salaam, nimekwenda Tanga, nimerudi jana, leo nitatimka tena. Yani sasa hivi sasa sio kwa na akili, anakwambia hizi ndio zama za bikathrati makhtarauhu swara uqulu nasi takhdha'u liljamali. Kutokana na wingi wa vitu zimekuwa zama ya akili za watu zinanyenyekea visivyokuwa na roho. Yaani sisi wote tunaabudu visivyokuwa na nini? Na roho. Mtu sasa hivi akipoteza simu yake isiyokuwa na roho, basi hata kuswali hapa hawezi kuswali. Simu tukapotea simu. Tuliswali hapa juzi, nimekuja magharibi, nilikuwa na ahadi na watu, nikaambia tukutane hapa Kichangani, nikanikuta magharibi hapa. Nimeenda na mwenzangu mmoja kule, tumeenda kutawadha, tunarudi huku shekhe anaswalisha hapa. Mrudi nayo yule bwana kunjua Allahu akbar, na mwenzangu naye Allahu. Basi ndani ya dakika chache tumemwona Allahu akbar, kisha yuko kwenye swala pale, tumefunga swala vizuri, Allahu akbar. Nini huyu? Kakata simu huyo, swala karudi kule, kisha karudi namsikia alhamdulillah nimeipata, Allahu akbar. Simu, wewe mwenyewe uko zaidi ya simu bwana. Kama unajiweka anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, kichwa chako kina nguvu kuliko kompyuta ya aina yoyote. Nimemwambia mtu mmoja juzi, hakuna zito utakalokushinda. Yaani sasa hivi hata nikikuuliza jina lako nani, unafungua simu na Google, naitwa Madaraka mwenye mkuu. Jina lako Madaraka kwenye simu. Simu ikipotea kadi, muone mtu akipoteza kadi yake anapiga nyumba nzima na mke anamwacha, kadi yake ya benki imepotea. Kitu ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu ametaja thaqil, neno thaqil mara ngapi? Wewe si mtafuna ngapi imekuja neno thaqilan?
Thaqil kwenye Qur'ani imekuja mara ngapi? Mara 17. Umekosa. Mwingine umekosa. Mwingine imetajwa mara 2 tu. Thaqil manake ni kitu kizito. Nini? Kitu, jambo zito. Amelitaja Mwenyezi Mungu mara hizi, ameitaja inna sanulqi alaika qawlan thaqila, alafu dhalika yawman thaqila. Basi tundakupa neno zito, maana yake ni Qur'ani, na kuna siku nzito, maana yake siku ya, unajua maana yake. Tumia kuepesisha uzito wa kiyama kwa kuielewa Qur'ani nzito. Umeeleweka? Qur'ani Mungu ameita kaul, neno zito, na siku ya kiyama yaum thaqili, ni siku nzito. Basi tumia neno zito kwa ajili ya kuepesisha siku nzito ambayo ni siku ya kiyama. Si imeeleweka hapo? Hujaelewa hizo? Umeelewa eh? Sasa nikwambie, kama utaelewa kaulun thaqil, neno zito, kama utalielewa, basi maneno yote yatakuwa mepesi kwako. Kama Mungu amekujalia umeielewa vizuri Qur'ani, hutoshindwa kuelewa maneno ya watu. Mswali Mtume Muhammad. Na kama wewe umeweza kuepesisha siku nzito, siku ya kiyama haitokushinda siku hizi za dunia. Nimemaliza? Sijamaliza? Qur'ani ni kaulun thaqili, neno zito. Ni neno la nani hilo? La Allah. Kama utaelewa neno la Allah, halitokushinda kulielewa neno la mtu. Na kama utaishinda yaumun thaqil, siku ya kiyama, haitokushinda siku hata moja ya dunia. Hizo siku alizosema Mtume, ma min yaumin illa wa ma ba'dahu sharru minhu, hakuna siku isipokuwa ya kesho ni nzito zaidi. Wewe pambana kutengeneza siku ya kiyama tu kwa kumtii Mungu na kuacha maasi, hizi siku zingine zote zitakuwa nyepesi hapo. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma afina waltuf bina wa'furna muslimin. Allahumma kfina wa iyyahum sharra masa'ib ad-dunya wad-din. Allahumma ajil bifarajika alaina wa ala kafati muslimin birahmatika arhamar rahimin. Ya alima sirri minna la ta'tiki sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haythu kunna. Ya mughithu aghithna wasrif anna su'a. Allahumma srif anna su'a bima shi'ta wa kayfa shi'ta innaka ala ma tasha'u qadir. Ya ni'mal mawla wa ya ni'mal nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nuri walakin bada nuqsaduhu fi izdiyadi fafihi bikathrati makhtarauhu sara uqulu nasi takhda'u liljamadi. Sasa tunaziona hizi zama ni zama za maendeleo, zama za nuru, zama za sayansi na teknolojia lakini hizi ndio zama za kipumbavu zaidi. Sasa huo ndio ukweli hizi, kwa sababu Mtume kasema kadiri zama zinakwenda mbele zinakuja zama za kipumbavu, ndio hizi. Sasa fafihi bikathrati makhtarau, ndani ya zama hizi, kwa sababu ya wingi wa vitu wingi wa simu, kompyuta, kamera, treni za umeme, ndege za mwendo kasi. Sasa hivi mimi nakwenda Morogoro nasomesha na ninarudi siku hiyo hiyo moja. Ndani ya wiki 3 mimi nimesafiri cross country, wiki 3 hizi nimekwenda Katoro mpaka Karagwe, nikarudi Dar es Salaam, nikaenda Mbeya mpaka Songwe, nikarudi Dar es Salaam, nikaenda Lindi, Mtwara, nikarudi Dar es Salaam, nimekwenda Tanga, nimerudi jana, leo nitatimka tena. Yani sasa hivi sasa sio kwa na akili, anakwambia hizi ndio zama za bikathrati makhtarauhu swara uqulu nasi takhda'u liljamali. Kutokana na wingi wa vitu zimekuwa zama ya akili za watu zinanyenyekea visivyokuwa na roho. Yaani sisi wote tunaabudu visivyokuwa na nini? Na roho. Mtu sasa hivi akipoteza
simu yake isiyokuwa na roho, basi atakuswali hapa hawezi kuswali. Simu tukapotea simu. Tuliswali hapa juzi, nimekuja magharibi, nilikuwa na ahadi na watu, nikaambia tukutane hapa Kichangani, nikanikuta magharibi hapa. Nimeenda na mwenzangu mmoja kule, tumeenda kutawadha, tunarudi huku shekhe anaswalisha hapa. Mrudi nayo yule bwana, tunakunjua Allahu akbar na mwenzangu naye Allahu. Basi ndani ya dakika chache tumemwona Allahu akbar, kisha yupo kwenye swala pale, tumefunga swala vizuri, Allahu akbar. Nini huyu? Kakata simu huyo, swala karudi kule, kisha karudi namsikia alhamdulillah nimeipata, Allahu akbar. Simu, wewe mwenyewe uko zaidi ya simu bwana. Kama unajiweka anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, kichwa chako kina nguvu kuliko kompyuta ya aina yoyote. Nimemwambia mtu mmoja juzi, hakuna zito utakalokushinda. Yaani sasa hivi hata nikikuuliza jina lako nani, unafungua simu na Google, naitwa Madaraka mwenye mkuu. Jina lako Madaraka kwenye simu. Simu ikipotea kadi, muone mtu akipoteza kadi yake anapiga nyumba nzima na mke anamwacha, kadi yake ya benki imepotea. Kitu ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu ametaja thaqil, neno thaqil mara ngapi? Wewe si mtafuna ngapi imekuja neno thaqilan? Thaqil kwenye Qur'ani imekuja mara ngapi? Mara 17. Umekosa. Mwingine umekosa. Mwingine imetajwa mara 2 tu. Thaqil manake ni kitu kizito. Nini? Kitu, jambo zito. Amelitaja Mwenyezi Mungu mara hizi, ameitaja inna sanulqi alaika qawlan alafu dhalika yawman thaqila. Basi tundakupa neno zito, maana yake ni Qur'ani, na kuna siku nzito, maana yake siku ya, unajua maana yake. Tumia kuepesisha uzito wa kiyama kwa kuielewa Qur'ani nzito. Umeeleweka? Qur'ani Mungu ameita kaul, neno zito, na siku ya kiyama yaum thaqili, ni siku nzito. Basi tumia neno zito kwa ajili ya kuepesisha siku nzito ambayo ni siku ya kiyama. Si imeeleweka hapo? Hujaelewa hivi? Umeelewa eh? Sasa nikwambie, kama utaelewa kaulun thaqil, neno zito, kama utalielewa, basi maneno yote yatakuwa mepesi kwako. Kama Mungu amekujalia umeielewa vizuri Qur'ani, hutoshindwa kuelewa maneno ya watu. Mswali Mtume Muhammad. Na kama wewe umeweza kuepesisha siku nzito, siku ya kiyama haitokushinda siku hizi za dunia. Kweli. Nimemaliza sijamaliza? Qur'ani ni kaulun thaqil, neno zito. Ni neno la nani hilo? La Allah. Kama utaelewa neno la Allah, halitokushinda kulielewa neno la mtu. Kweli. Na kama utaishinda yaumun thaqil, siku ya kiyama, haitokushinda siku hata moja ya dunia. Hizo siku alizosema Mtume, ma min yaumin illa wa ma ba'dahu sharru minhu, hakuna siku isipokuwa ya kesho ni nzito zaidi. Wewe pambana kutengeneza siku ya kiyama tu kwa kumtii Mungu na kuacha maasi, hizi siku zingine zote zitakuwa nyepesi hapo. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma afina waltuf bina wa'furna muslimin. Allahumma kfina wa iyahum sharra masa'ib ad-dunya wad-din. Allahumma ajil bi farajika alaina wa ala kafati muslimin birahmatika arhamar rahimin.
يا علم سر منا لا تعطيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا مغيث أغثنا واصرف عنا السوء اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين والحمد لله رب العالمين.